Mwito tekelezi. Tumekuwa tukizungumza kuhusu mada hii, wokovu wetu ni mkuu sana. Na katika kusongeza mada ile, katika kuizungumzia mada ile, tumeweza kuzungumzia vipengee vingi, lakini Jumapili ya juzi tulikuwa tunasema ya kwamba wale Mungu aliwajua tangia asili. Manake kama unakumbuka na kama unafuatilia msururu wa mambo haya, tumekuwa tukijenga juu ya Warumi mlango wa 8 mstari wa 29 na 30. Warumi mlango wa 8 29 na 30. Tumekuwa tukisema ya kwamba kuna vipengele vitano, kuna hatua tano ya wokovu wetu mtakatifu. Kwanza tukasema kuna kule kujulikana, tulieleza. Kuna kuchaguliwa, tulieleza. Lakini sasa kwa Jumapili mbili zilizopita, na hii ni ya tatu, tuko kwenye kile kipengele cha tatu kinachoitwa kuitwa. Kwamba wale Mungu aliwajua tangia asili, hao Mungu aliwachagua tangia asili, na hao ambao Mungu aliwachagua tangia asili tunaambiwa kwamba hao ndio Mungu amewaita. Na Jumapili ya kwanza katika swala hili la mwito tuliongea kuhusu mwito jumla. Mwito jumla, tukawa na mjadala mrefu sana juu ya yale. Lakini kwenye Jumapili iliyofuata tukaongea kuhusu kile tulikiita mwito tekelezi, na hii ni Jumapili ya jana. Mwito tekelezi, mwito unaoleta mazao, mwito unaozaa matunda, mwito unaomleta mtu kutoka kwa giza umwingize katika nuru. Na tukapeana hoja 7 Jumapili iliyopita inayoeleza mwito tekelezi. Na moja kati ya hoja tulizotaja Jumapili ya jana ni kwamba mwito tekelezi ni mwito wa nguvu, ni mwito wa kimiujiza, ni mwito wa kiroho, ni mwito wa ndani. Mwito ule unapokuja kwa mtu, unakuja na uwezo wa kumgeuza yule mtu. Mwito jumla hauna uwezo wa kumgeuza mtu. Una uwezo wa kumwelimisha mtu akawa hodari wa ufahamu. Na wengi wana mwito jumla lakini hawana mwito tekelezi. Maana yake ni kwamba wana fikra, elimu, mawazo ya kidini. Mtume Paulo anasema katika waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 3 mstari wa 5, anasema watu hawa wana mfano wa utauwa, wanaonekana nje kwamba wana elimu ya wokovu. Ni kweli kama nilivyosema kwenye ibada ya kwanza nikieleza tamko la imani, inawezekana uombe ombi kwa nje lakini hakuna mageuzi ndani. Huja kuwa kiumbe kipya, lakini ili kwamba mtu ageuzwe ndani, afanywe kiumbe kipya, aokolewe, azaliwe mara ya pili, yule mtu anahitaji mwito tekelezi. Mwito si wa mhubiri, lakini mwito wa Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba nilisema Jumapili iliyopita ya kwamba kama mhubiri navyoongea hivi, kuna sauti yangu hii unayoisikia inayoparuza hii. Sauti ya nje inakuja kwa masikio yako na inalenga akili yako. Lakini maombi yangu na ni matumaini yangu ya kwamba ndani ya sauti hii ya nje kuna sauti nyingine ndani. Na ile sauti si yangu ile sauti ni ya Roho Mtakatifu. Sauti ile haiji kwenye akili yako, inakuja kwenye roho yako. Sauti ile haiji kwa masikio yako, inakuja kwa mtu wa ndani. Sauti ile inatuleta kwenye mwito tekelezi, mwito wa nguvu. Na watu wengi wameitwa na mwito ule katika maandiko. Mmoja wao ni Mtume Paulo. Paulo anasema katika Warumi mlango wa 7 ya kwamba kulingana na habari ya sheria alikuwa ni mtu gwiji. Anasema nilifuata sheria za baba zangu. Hii ina maana ya kwamba alikuwa anasoma habari za maandiko
vitabu 39 vya Agano la Kale alikuwa anavisoma. Ukiangalia ushuhuda wake katika Matendo ya Mitume 21 hadi 26, zile sura 6, Paulo anatoa ushuhuda wake. Tena ukiangalia kitabu cha Wafilipi mlango wa 3, anasema kulingana na desturi za babu zangu nilikuwa Farisai wa Mafarisayo. Ina maana alikuwa amehusika na neno la Mungu, alikuwa amelisikia neno la Mungu, sheria ya Mungu. Lakini ni miaka mingi sana akiwa mtu mzima, akielekea Dameski kutoka Yerusalemu. Tunaambiwa Matendo ya Mitume mlango wa 9, Matendo ya Mitume mlango wa 9, Yesu Kristo anamtokea Paulo na panakuwa na mwito tekelezi, mwito wa kiroho, mwito wa uweza, mwito wa nguvu, mwito unaoleta matokeo. Ukaja kwa Paulo na akapigwa mweleka. Bwana huyo akaanguka bumbuazi kwenye barabara na akawa pale hajiwezi, amekuwa kipofu, na katika pilika ile akasikia sauti ikisema, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Naye akaitika kwa upesi, wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Manake moyo wake umegeuzwa. Tangia siku ile Paulo akawa mtu tofauti. Mwito tekelezi unakwenda ndani, na tuliongea kuhusu Lazaro pia, habari ya mwito tekelezi. Lakini leo nataka niongee kuhusu alama 7 ama 8 zinazoonyesha wewe unayenisikia, aidha hapa ndani ya hekalu hili ama wanaotufuata kwenye mitandao ama kwenye mkanda wa video. Nataka nieleze alama 7 ama 8 zinazokuonyesha, hizi ni dalili, hizi ni ishara ya kwamba unapata ama ushapata mwito tekelezi. Maana kuna watu kadhaa, wawili haswa. Kuna kikundi cha watu ambao walishapata mwito tekelezi. Watasikia habari hizi ninazosema na watasema, Pastor, nina hakika leo ya kwamba Kristo ni wangu na mimi ni wake. Kristo ni mwokozi wangu na mimi ni mfuasi wake. Nina hakika nimezaliwa mara ya pili. Manake mambo unayoeleza, alama ulizotoa, ishara ulizoeleza, ninaziona katika maisha yangu. Kikundi cha kwanza cha watu. Lakini kuna kikundi cha pili cha watu watakaoangalia zile alama na watasema, Bwana we, mimi naona alama hizi zimenipungukia. Alama hizi sijaziona. Sijakabiliana na mambo haya ambayo mchungaji unazungumzia. Yule mtu wa kwanza ambaye alama hizi zinakaa kweli maishani mwake, ana sababu ya kufurahi katika Kristo, ana sababu ya kumwabudu Mungu hata na zaidi, ana sababu ya kusherehekea wokovu wake. Lakini yule wa pili ambaye alama hizi hazioni, ana sababu ya kumlilia Mungu katika nyumba hii leo hii. Sema, Bwana, sitokuacha mpaka unifanyie neema hii. Sitaondoka mpaka uniokoe. Sitakubali hadi umenigeuza, hadi alama hizi nimeziona. So najuaje nimepata mwito tekelezi? Najuaje nimepata mwito tekelezi? Alama ya kwanza ni kunakuja ufahamu wa Mungu wa kweli. Panazinduka, panakuja ufahamu wa Mungu wa kweli. Na nataka utie mkazo lile neno Mungu wa kweli. Ndugu mmoja mwanatheolojia wa kitambo aliwahi kutamka akasema, mahitaji mawili makubwa zaidi katika maisha ya mwanadamu. Hitaji lake la kwanza ni kumjua Mungu wa kweli. Hakuna elimu iliyo kubwa zaidi ya elimu ya Mungu. Hakuna. Hakuna. Yeremia akasema katika mlango wa 9, Yeremia mlango wa 9 mstari wa 23, Yeremia anasema ya kwamba mtu anapojivuna asijivunie mali, asijivunie tajiriba, asijivunie sifa, asijivunie ubingwa na umahiri, ajivunie jambo hili ya kwamba anamjua Mungu. Kwamba anamjua Mungu.
kwamba namjua Mungu. Mwimbaji aliimba akasema, tumpate wapi mtu kama yule ambaye Mungu anakaa ndani yake? Uliza watu duniani leo na kila mtu atakwambia namjua Mungu. Kila mtu. Uliza. Mimi najua Mungu. Mungu ametuumba. Mimi najua Mungu. Mungu ametupatia uhai. Mimi najua Mungu. Mungu ame. Kila mtu anasema anamjua Mungu. Ndio maana nasema kumjua Mungu wa kweli kikweli. Unajua waliposema wameamini wale watu, Yakobo aliwaambia, unaamini wewe? Naamini. Hilo si hoja. Unasema kuna Mungu, hiyo si hoja. Manake hata shetani, ibilisi anajua ya kwamba Mungu yuko. Anajua. Anaamini na anatetemeka, maandiko yanasema. Sasa wewe ukisema unamjua Mungu, hauko tofauti na shetani. Mapepo wale wanamjua Mungu. Iko siku katika Marko mlango wa 5, Yesu ameingia sehemu panaitwa Genezareth. Alipokwenda pale, ameshuka kwenye mtumbwi, kwenye mashua, mara ghafla aliyepagawa na mapepo akamkabili Bwana wetu. Na wale mapepo wakalia kwa sauti wakasema, Yesu mwana wa Mungu, umekuja kutuangamiza kabla ya siku yetu. Walimjua Yesu. Na inawezekana wewe unasema unamjua Mungu kwa njia hiyo. Watoto wa Skewa walikwenda kutoa pepo. Na walipokwenda kutoa pepo, pepo wale wakawauliza, manake walisema, tunakutoa wewe pepo kwa jina la Yesu ambaye Paulo anamhubiri na ambaye wale mapepo wakawageukia wakaambia, Paulo twamjua na Yesu pia twamjua. Mapepo wanamjua Mungu, wanamjua Yesu. Sasa haitoshi wewe kusema jua Mungu, haitoshi. Lakini wamjua Mungu wa kweli. Ishara ya kwanza kabisa ya mtu ambaye ameitwa kikweli kweli ni kwamba amefikia kumfahamu Mungu wa kweli. Kitabu kinasema, ni Bwana wetu Yesu anasema kwenye Injili ya Yohana mlango wa 17. Injili ya Yohana mlango wa 17 mstari wa 3. Yesu anasema, huu ndio uzima wa milele. Huu ndio uzima wa milele. Huu ndio uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Wakujue wewe Mungu wa kweli. Wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye umemtuma. Huu ndio uzima wa milele. Wakujue Mungu wa kweli. Maanake kuna miungu. Kuna miungu. Leo kuna Mungu makanisani ambaye nimemtaja katika kanisa hili kuwa ni Mungu wa plastiki. Ni Mungu aliyeumbwa kwa mfano wa binadamu. Binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini leo wanadamu wanaumba Mungu aliye kwenye mfano wao. Yaani watu wamejitengenezea Mungu ambaye anafanya wanavyotaka wao. Mungu habadiliki. Lakini Mungu tunayemwona leo makanisani si Mungu wa kuogopwa. Hebu wale ambao mna TV musikie ile ringtone. Ile inatangazwa ile, Mungu man bazenga cheza kama wewe Mungu cheza kama wewe bazuu unionekanie, sijui njaa, lakini sijui wewe sagodi, sijui cheza kama wewe. Yule Mungu anayefanyiwa mzaha namna ile, yule si Mungu wa Biblia. Habandikwi majina Mungu wetu wa Biblia. Mungu wetu wa Biblia hafanyiwi mzaha. Nataka nikueleze kidogo huyo Mungu wa maandiko. Kitabu kinasema huyu Mungu wa maandiko, wakati walikuja kwake, Mambo ya Walawi mlango wa 10 mstari wa 1 hadi wa 4, wako mabwana wawili, mmoja anaitwa Nadab, mwingine anaitwa Abihu, wamekuja kutoa sadaka mbele za Mungu. Walitoa kishenzi, walitoa kwa haraka, walitoa pasipo kujali, walicheza mbele za Mungu. Walidhani wanaweza fanya wanachotaka mbele za Mungu huyo na yaende sawa.
Maandiko yanasema Mungu alishuka juu yao na hasira pale pale kwenye madhabahu, na Mungu akawaua wale mabwana wakafa. Huyo ndio Mungu wa Biblia. Nimtaje vipi Mungu huyo wa maandiko? Kitabu cha Kutoka mlango wa 19, wana wa Israeli wamesema, Musa, wewe una tabia ya kutuambia Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu amenituma. Musa, tunataka tukutana na huyo Mungu sisi wenyewe pia. Tunataka tumuone. Wewe unasema tu Mungu amesema, Mungu amesema, Mungu amesema. Wewe mlete, tunataka kuongea naye. Walifikiri Mungu ni mchezo, ni kijana mwenzao, ni bazuu, ni bazenga. Musa akamwambia, bwana wewe, mumeitisha wenyewe, mumetaka wenyewe kukutana na Mungu, nitaenda nimuulize aje. Musa akapanda mlimani, akamwambia, bwana wewe, wale watu wanataka kukutana na wewe, wanafikiri wewe ni mjomba yao, wanataka kukutana na wewe. Mungu akamwambia, ni kweli? Ndio, ni kweli, wanataka kukutana nami, sawa. Sasa waambie watu hawa, mstari wa 10, Kutoka 19, waambie watu hawa wajiandae siku ya kwanza, wafanye maandalizi, watakase hema, wajipange, watu wajitakase, watu waweke vitu sawa. Kimaliza siku hiyo, siku ya pili wakiingia, wajipange tena, waangalie yale hayajakwenda sawa, wayaweke sawa. Manake mimi nitakuja siku ya tatu. Unaona vitu vinavyoambatana na Mungu huyu, si michezo. Siku ya tatu alikuja Mungu, tunaambiwa alishuka. Hakushuka chini Mungu, alishuka kwenye mlima Sinai. Watu wako chini ya mlima Sinai, Mungu ameshuka juu ya mlima wa Sinai. Na alipokuwa juu ya mlima Sinai, tunaambiwa mbwembwe na sarakasi, vituko na mihemko iliyotokea kwenye mlima ulitetemeka. Tunaambiwa palikuwa na utukufu na utakatifu kiasi cha kwamba hata mnyama wa kawaida alipogusa mlima alikufa. Wana wa Israeli wakaona habari zile, wakasema, Musa, hatutaki tena kuonana na huyo Mungu. Wewe nenda vile uko nenda kila siku, zungumza naye, ukimletea utasikia. Lakini Mungu kama huyo hatutaki kuonana na yeye. Huyu ndiye Mungu wa maandiko. Na Malaki mlango wa 3 mstari wa 6 unatuambia huyo Mungu habadiliki. He never changes. Yeye ni yule wa jana, yeye ni wa leo na ni wa hata milele. Akamwambia Musa, wakikuuliza nani amekutuma, waambie mimi ndimi niko, sibadiliki. Nilivyokuwa jana, niko leo, nitakuwa kesho kutwa. Lakini Mungu tunayekutana naye makanisani leo si Mungu wa aina hii. Ndugu mmoja aliniambia, Pastor, wewe una tatizo moja. Nikamwambia, tatizo gani? Akaniambia, Pastor, shida yako wewe, mahubiri yako unamhubiri Mungu wa Agano la Kale, hahubiri Mungu wa Agano Jipya. Nikamwambia, wa Agano la Kale ni nani na wa Agano Jipya ni yupi? Mungu ni mmoja, yeye yule wa jana, yeye ndio wa leo na ni wa milele, habadiliki. Lakini leo yule Mungu wa Biblia amewekwa pembeni. Watu wamejitengezea Mungu katika akili zao, wanamuinamia kila siku, wanamimbia kila siku. Si Mungu wa Biblia, ni Mungu wamemtengeneza kwenye akili zao. Huyo ndiye Mungu ambaye wanaweza kuja mbele zake wamevaa wanavyotaka, wanasema my choice, my dress, my choice. Tingisia Yesu kidogo, tingisia Yesu kidogo, tingisa, tingisa, tingisa. Huyo ni Yesu anamtingisia, tingisa, tingisa. Katika Biblia walipokuja kwa Mungu walikuwa na kicho na uoga, walikuwa na wasiwasi, huenda nikafanya hivi na Mungu hataki. Waliangalia vitabu, imeandikwa tuje vipi, imeandikwa tufanye nini, kafara tuiweke wapi. Walikuwa wanaangalia vitabu wakifanyia Mungu. Leo hii watu wakuja na vitaka. Lakini ishara ya kwanza ya kwamba mtu ameitwa kikweli, ufahamu wa Mungu wa kweli unakuja, na maandiko yanasema kicho cha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Unaanza kupata akili wakati uoga wa kisawasawa wa Mungu unakuja juu ya maisha yako. Sasa basi, tufanye namna gani
wakati tunamjua Mungu huyu. Tunapomjua Mungu huyu, ndugu wapenzi, tunamwona kuwa ni Mungu mtakatifu kupita kiasi. Ni Mungu mtakatifu kupita kiasi. Utakatifu wa Mungu hauwezi ukaelezewa, haiwezi kuelezeka. Maneno yanapungua, maneno yanakataa. Hakuna misamiati katika lugha za kibinadamu, iwe ni Kiingereza ama Kiswahili ama lugha ya kinyumbani, Kilatini na Kiebrania na Kigiriki. Hakuna lugha inaweza kushika utakatifu wa Mungu na kule kuogofya kwa Mungu. Maandiko yanajaribu kwa kutumia maneno kama haya. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 16. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 16. Mstari unasema yeye ni Mungu akaaye kwenye mwanga usioweza kukaribiwa. Anakaa kwenye mwanga usioweza kukaribiwa. Kukaribia ule mwanga hatuwezi. Nimesema aliposhuka mlima Sinai, wanyama walipogusa mlima walifariki. Maanake Mungu huyu ni mtakatifu, hawezi akaona dhambi. Tunaanza kumuona namna hii. Habakuki mlango wa kwanza mstari wa 13 inatuambia huyu Mungu ni msafi kiasi cha kwamba hawezi kuangalia uchafu. Hawezi kuona, hawezi. Kila akiangalia uchafu anageuka. Hawezi. Ni msafi sana. Ni msafi sana. Isaya mlango wa 6, nabii amepata kibali kuingia katika malango ya mbingu, na anapokwenda kwenye maono akaingia kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Tunaambiwa nabii yule akaangalia kule, na alipoangalia aliwaona malaika wale makerubi na maserafi. Hawa ni malaika ambao hawajatenda dhambi, ndugu wapenzi. Hawajawahi kutenda dhambi. Na wale malaika wanapozunguka kiti cha enzi cha Mungu, maandiko yanasema kwa mbawa zao zingine wameficha nyuso zao, na kwa mbawa zingine wanapeperuka kando ya kile kiti cha enzi. Kwa nini wanaficha nyuso zao? Wanasema wewe umtakatifu, sisi hatufai kukuangalia. Hatufai kukuangalia. Na hawa ni malaika ambao hawajatenda dhambi, makerubi na maserafi. Tena hawa makerubi ndio tunaambiwa ni wale malaika wanaolinda utakatifu wa Mungu. Hawa ndio uliwaona kwenye Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 23 na 24. Wakati Adamu na Hawa wametenda dhambi, wamefukuzwa, waliwekwa makerubi mlangoni wasiingie tena. Maanake wale ndio wanatunza utakatifu wa Mungu. Na ni kweli ya kwamba Musa alipoambiwa tengeneza sanduku la agano, amle ndani weka neno langu, alafu juu ya sanduku la agano palikuwa na madhabahu ya dhahabu. Juu ya madhabahu ya dhahabu pale alipofanya kafara, palikuwa na mbawa 2 za makerubi zimeshikana pale kwa juu. Mbawa 2 za makerubi zimeshikana pale kwa juu. Na yule anayekuja kutoa kafara siku zote alikuwa kwenye hatari. Maisha yake yalikuwa hatarini. Maana anapoangusha damu kwenye kile kitakatifu, pale kwenye meza, pale kwenye madhabahu ya dhahabu, alipoangusha ile damu ya kafara, kulikuwa na mambo mawili. Angetoka akiwa hai, maana Mungu amepokea sadaka hii. Lakini jambo la pili, moto unaoitwa Shekina, moto unaochoma, moto ulao, moto wa utukufu ulitoka katikati ya zile mbawa 2 na ingemchoma yule bwana pale. Ule ndio moto uliochoma Uza na Nadab na Abihu katika Mambo ya Walawi 10 niliyozungumzia. Ule moto unatokea katikati ya zile mbawa 2 za hao malaika waitwa makerubi. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni msafi. Wale malaika wanazunguka kile kiti cha enzi wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maana yake utakatifu wako ni wa mara 3, umekamilika, hauna dosari. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Nchi yote imejaa utukufu wako, ewe Mungu. Ndugu wapenzi, sikia. Yule mtu anayepata mwito tekelezi anafika pahali ambapo macho yake yanafunguka na anajikuta yuko uso kwa uso, moja kwa moja, kimasomaso
na Mungu kama huyu, nani atasimama? Malaika wale wasafi hawawezi wakasimama sembuse wewe na mimi. Mambo yale yanapofanyika, tunajua huyu mtu anaitwa kwenye mwito tekelezi. Mungu anamwita kikweli kweli. Je, unakumbuka wakati ambapo utakatifu wa Mungu ulikupiga na uoga na kicho na hali ya hatari? Tunamjua Mungu wa kweli. Hapo mjua Mungu wa kweli, tunaingia kwa uoga. Lakini kuna jambo la pili, alama ya pili inayotokana na hii ni kwamba unakuwa na ufahamu wa kweli kujihusu mwenyewe. Hii ndio alama ya pili ya mtu anaitwa kwa mwito tekelezi. Anakuwa na ufahamu wa kweli kujihusu yeye mwenyewe. Naomba nirudi kwenye msemo wa ndugu yule mwanamageuzi John Calvin aliyesema kwamba hitaji kubwa la binadamu ni mawili. Kwanza, kumjua Mungu wa kweli, lakini taji lake la pili ni kujijua kikweli. Miongoni mwa matatizo tulionayo duniani leo ni watu hawajijui, watu wanajidanganya. Watu hawajijui, wanajidanganya. Sikia habari kama hii. Mtu husema, mimi jamani wapendwa, na kuanga tu mtu mzuri, lakini nikikosewa, ukiniendea vibaya, hapo ndo nakuanga mtu mbaya. Lakini nakuanga tu mtu mzuri, bado ukiniendea kwa kona mbaya, hapo hajijui. 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 Nilikuwa Eldoret siku nyingine, nimetoka kuhubiri, sasa nimeenda hotelini kulala. Waiter akaja kuniserve, nikawa nazungumza naye. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema Xavier. Xavier maana yake hiyo ni jina la Kihispania, ina maana ya mwokozi. Okay? Xavier, mwokozi. Bwana, jina lako zuri sana. Wewe ni mwokozi wa nani? Tukaanza kuzungumza pale, nikamwambia, "Je, wewe ni mtakatifu?" Akasema, "Mimi ni mtakatifu sana." Nikamuuliza, "Kwa nini?" Akasema, "Mimi nimeoa na bibi bwana." Sasa kwake yeye kuoa kuwa na bibi ndio utakatifu ule. Mwingine akasema, "Wapendwa, mimi niokoke kwa nini? Sijaua mtu. Sijaua mtu. Niokoke kwa nini? Mimi tukosa twangu ndio tudogo tu, hata Mungu anaelewa ndio ndogo tu, si kubwa kubwa. Unajua si kubwa kubwa, ndogo ndogo. Hajijui. Maana tatizo tulilonalo wanadamu, huwa hatujipimi na kipimo kinachofaa, tunajipima na kipimo kisichofaa. Wakati mmoja nilikuwa nasoma historia fulani ya kwamba kuna wasichana wanaopenda kutembea na wasichana wasio warembo. Maana yake akitembea na wasichana wasio warembo, yeye ataonekana mrembo. Ingawa si mrembo, lakini akitembea na wale kidogo ataonekana yeye anajipima na kiwango ambacho si sawa. Unapojipima na binadamu mwenzako, utajiona wewe afadhali. Mimi si mbaya kuliko mimi si mbaya kuliko nani? Yule nani mbaya sana jamani. Yule nani mbaya sana. Lakini elewa uko mbele za Mungu ambaye hawezi kuangalia hata nani. Sasa kuna huu mfano uliotumika kitambo na tumeutumia hapa kanisani. Nyie ambao mnanitizama, mnaniangalia, na wale ambao wanatufuata kupitia kwa vyombo vya habari. Lao pangechukuliwa kipimo, wanaita recording, chombo kifaa cha kunakili kama memory card vile ya simu, ila ambayo inaweka alafu waanze kunakili. Tuseme hiyo kitu iwekwe kwenye fikra yako ndani. Hicho chombo memory card iwekwe ndani. Hasa mawazo ambayo unawaza ina record. Uliangalia yule mtu ukamwinulia pua na kuona hiyo ime record. Ulifikiria ile wazo chafu, hakuna mtu alijua kando yako, lakini kile chombo kile record. Pale ulienda usiku, hakuna aliyekuwa na wewe, kile chombo kile record. Kile kitu ambacho ulikifanya hakuna aliyejua, kilikuwa recorded. Alafu baada
ya siku 7. Ina rekodi usiku na mchana, ndoto unazoota zinakuwa recorded, kila kitu. Vitu unavyoviona, unavyowaza, vinakuwa, unavyosikia, unavyosema, zote zinakuwa recorded. Alafu baada ya wiki moja tuchukue kile chombo tuweke kwenye big screen, kwenye kioo cha television, alafu tualike watu kanisani. Jumapili hii tumeweka mawazo ya Millicent Adede katika kioo. Njooni muone maisha ya Millicent yalivyo. Naomba uniambie kama ni wewe utatokea siku ya Jumapili. Utakuja kanisani? Utahama hata tauni hii. Ndio akatuambia Mungu alifanya vizuri, akaweka roho za watu ndani, hakuziweka nje vile aliweka macho. Maanake tungeona roho za watu tungetukia kila mtu. Maandiko yanasema hakuna mtu mwema la hata, maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Binadamu ni mchafu, anakunywa dhambi jinsi vile anavyokunywa maji. Uchafu tulionao ni mwingi. Nakumbuka ni ule Mungu msafi, tumesimama mbele zake. Niko mbele ya Rebeka, niko mbele ya Mama Roba, niko mbele ya Roni huyu, na wananiona hivi na tai yangu, na nafikiri pasa ni mtu mzuri sana. Pasa ni mzuri kwa sababu hawezi wakafungua roho yangu ndani wakaona mawazo ninayowaza, fikra zitazopita kwenye akili yangu. Jambo ambalo nataka nikuambie Kevin, na sikukuambia manake nilijizuia, lakini ile wazo niliwaza, nilikuwa ndani. Tusi ndugu yangu dai, nilitaka nikutusi, lakini nilijizuia nisiaibike, lakini kwa akili yangu tusi lilikuweko tayari. Mbele za Mungu hakuna kitu kilichojificha. Daudi katika Zaburi 139 anasema, nijapo jificha chini ya maji, macho yako yako pale pamoja nami. Nijapo kwenda chini ya mwamba, pale uso wako u pamoja nami. Bwana, hakuna pale nitajificha. Hakuna wazo ambalo nafikiria mbele za Mungu ambalo Mungu hajui. Sasa tunapofahamu Mungu katika utakatifu huu na ninajifahamu katika uchafu nilionao, jambo la tatu linatokea. Ninaona hatari niliyosimama juu yake. Hilo ndio jambo la tatu. Anayeitwa kwa mwito tekelezi anaona hatari ambayo amesimama juu yake. Nitakwambia kwa nini watu hawezi kuitikia injili kikweli. Kwa nini watu husema mtaokoka siku nyingine? Nitakwambia kwa nini. Kwa nini watu husema mimi siku yangu haijafika, ikinifikia pia nitaokoka tu? Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu watu hawa hawajajua wamesimama juu ya hatari ya aina gani. Kiingereza tunasema crisis experience. Hatari uliosimama juu yake ni gani? Wakati Mungu anaita mtu kwenye mwito tekelezi, anamuonyesha umesimama juu ya hatari. Umesimama juu ya mlipuko wa volcano. Umesimama juu ya bomu ambayo italipuka wakati wowote. Ndugu mmoja anaitwa Jonathan Edwards alihubiri mwaka 1741, miaka yapata 320 imepita. Jonathan Edwards alihubiri akasema, mwenye dhambi amening'inia na kamba, uzi kwenye mkono wa Mungu. Mungu ameshikilia uzi hivi, na mwenye dhambi amening'inia kwenye ule uzi mwembamba, unaweza katika wakati wowote, na pale ambako amening'inia ni jehanamu ya moto wa milele. Nani ameshikilia uzi? Mungu. Ananing'inia kwa ule uzi. Na anasema Jonathan Edwards, Mungu hana mkataba na wewe. Mungu hana makubaliano na wewe. Hakuna pahali mulikaa na Mungu mukasema, Mungu mimi utaniruhusu niishi miaka 80 ndio useme sasa niko 40 bado niko na 40 zingine. Huwezi.
Juzi nikienda Kisumu nimepitia pale ndugu wale 5 walichapwa risasi. Mliona kwenye TV? Ndugu 5 na kweli vijana waumia sasa. Walipigwa risasi pale, ukipita Sigalagala, ukienda chini nafikiri panaitwaje? Makobo. Chini hapo kidogo. Vijana wadogo, vijana wenye umbo la kupendeza, vijana barobaro, watu ambao maisha yao bado yako mbele yao. Ni vijana wako wasafi, wamevaa vizuri kwa pesa za wizi, na wako kwenye gari ya Toyota Belta, wanajivinjari maisha. Walikuwa wametoka wakijua tuenda pale fulani, tutafanya hii, tutafanya hile, tutafanya ile nyingine. Haya yalikuwa mawazo yao, mipango yao, lakini juu mbinguni files zilikuwa zinakwenda. Ghafla bin vu, faili ya Eli imefika. Anahubiri kanisani, yuko GMA, anapiga kelele, faili yake imeitwa. Wakati ule hakuna dakika nyingine, wakati ule hakuna sekunde nyingine. Mtanena ndugu yenu, nimeangusha vitu nilivyo navyo, mwili huu unaanguka chini, maana faili imeitwa. Faili imeitwa. Jonathan Edwards anasema Mungu hana mkataba na wewe ya kwamba utaishi miaka 30. Hana. Watoto wanakufa kwenye tumbo, wanazaliwa wamefariki. St. Mary's Kakamega Rifaro, hapa Matungu, patakufa watu leo. Takwimu za duniani zinatuambia watu 1157, watu 1157 wanakufa kila siku duniani. 157,000. Hii ni sawa na idadi ya watu wote ndani ya constituency inaitwa Mumias West. Haki nafikiri saizi tuko 168,000. Hatari gani iliyosimama juu yake ya kwamba mimi mwenye dhambi wa namna hii niko mbele ya Mungu mtakatifu wa namna hii? Jambo la tatu nalotuonyesha kwamba una mwito tekelezi ni kwamba kuna hisia ya hatari. Najua sina muda, naweza nikatoweka kipindi chochote, hata ukawa na afya ya aina gani. Wagonjwa wanabaki tu, tulikuwa tunafikiri watu wa ukimwi ndio wanakwenda. Watu wa ukimwi wanabaki wako hapa, watu wazima tu wanakwenda. Mtu aliyekuwa kama mimi anaonekana mwenye afya, roho inazima tu ndani mara moja pale. Nyie ambao utatembea kwa barabara, ghafla bin vu kuna ajali. Maana ajali si wewe tu. Wewe unaweza kuwa dereva makini sana, lakini yule mwingine hujui amepitia wapi, amekunywa nini, ana malengo gani. Unaelewa hatari uliosimama juu yake. Miongoni mwa ishara ya kwamba Mungu anakusaidia ni kwamba kunakuwa na hisia hii ya hatari. Hisia hii ya hatari. Hisia hii ya hatari. Na hisia hiyo ndio inampeleka mtu kusema ya kwamba, wapendwa, nifanye nini nikaweze kuokolewa? Matendo ya Mitume 2:37. Waliposikia injili ya Mtume Petro, wakakatwa katika mioyo yao na wakasema, ndugu wapenzi, tuomba mtuambie tufanye nini sisi tukaweze kusamehewa? Tufanye nini? Alama ya 4. Alama ya 4 ni ufahamu wa kutojiweza. Ufahamu wa kutojiweza. Ufahamu wa Mungu, ufahamu wako wewe kibinafsi, ufahamu wa hatari uliosimama juu yake. Ya 4, ufahamu wa kutojiweza. Unapojua uko kwenye hatari, kosa la kwanza unaweza ukafanya ni kujaribu kujitoa kwenye ile hatari, manake huwezi. Wengine wakijua uko kwenye hatari kama hii, kile watafanya, wataanza kujaribu kutenda matendo mema. Wacha kuanzia leo nijaribu kutenda mema. Unajaribu kujisaidia, bado huna ufahamu wa kutojiweza. Kitabu kimesema kwenye Warumi mlango wa 3 mstari wa 20, kwa matendo ya sheria, kwa matendo mema, kwa kujaribu sana
hakuna atakaye hesabiwa haki machoni pake, hakuna atakaye hesabiwa haki. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, niliuchi nivike, ni mnyonge nishike. Tenzi nasema nimekuja niko uchi, sina nguo, ni wewe utanivalisha nguo. Nimekuja niko mnyonge, sina uweza, kama nitaweza ni wewe utaniwezesha. Mtu tunajua amepokea mwito tekelezi wakati anasema si mimi wapendwa, kama si Yesu mimi nimeangamia. Mwingine pia atasema sasa nitajaribu kuja kanisani vizuri sana. Haitoshi. Unapojua kwamba hujiwezi, hakuna kitu utafanya, iwe ni sadaka, hata ukatoa sadaka mpaka ukatoa pesa zako za mwisho, hata ukatoa mpaka nguo zako za mwisho, hata ukatoa vitu vyote ukabaki maskini, bado huwezi ukatengeneza wokovu wako, bado huwezi kujinasua kwenye hatari kama hii. Nilikwambia ile siku nyingine palikuja watu wawili mbele za Mungu. Yesu anasema, mmoja anaitwa Farisayo, mwingine anaitwa mtoza ushuru. Farisayo akasema, Mungu nakushukuru, mimi si kama huyu. Manake hajijui. Alama ya pili, hajijui. Yuadhani yatenda mema. Natoa zaka kwa maskini, nafunga mara 5, naenda kanisani. Mie Mungu niko mkarimu sana, ni kiongozi wa kanisa. Hajijui kwamba katika moyo wake Mungu anamwangalia, ameoza kupita kiasi. Maandiko yanasema yule bwana aliondoka mbele za Mungu hajahesabiwa haki. Maana kwa matendo ya sheria hakuna nafsi itahesabiwa haki. Hakuna kitu wewe na mimi tunaweza tukafanya kitakachotupendekeza mbele za Mungu. Hakuna. Angalia kwa mikono na uone hakuna kitu. Sadaka sio, matendo mema sio, uimbaji sio, upasta sio, hakuna. Sina cha mkononi, sina. Naangalia mikono iko tupu, iko bure. Mtoza ushuru mwenye dhambi anakuja, mtu anayejijua, anajua sina chema mbele za Mungu, anakuja anasema, Mungu ni rehemu, mimi mwenye dhambi. Kwa wale watu wawili, yule aliyejiona ni mzuri alienda hajahesabiwa haki. Huyu ambaye alijijua ni mbaya alihesabiwa haki. Tambua ya kwamba hujiwezi. Nilisema ile siku nyingine, watakaofika mbinguni watasema ni kwa neema tu nimefika hapa, wala si chochote nilichokifanya. Watakao kwenda motoni watajilaumu kwamba ni dhambi zao zilizowapeleka motoni. Ujiwezi. Sifai mbele za Bwana, sina cha mkononi. Jinsi nilivyo naja, Yesu nipokee vile nilivyo. Ni mwenye dhambi, naja. Niko uchi, naja. Ni mlevi, naja. Ni mhusuda, naja. Ni msherati, naja. Na moyo wa mawe, naja. Vile nilivyo, sina cha kukupatia wewe isipokuwa dhambi zangu peke yake. Lakini kama bado unaangalia sadaka, sijui unaangalia, unakuja kanisani unaangalia mambo mema unatenda, bado. Jambo la 5. Alama ya 5. Unafahamu mwokozi wa kibinafsi. Mwokozi wa kibinafsi. Unamfahamu mwokozi wa kibinafsi. I say a personal savior. Si mwokozi wa ulimwengu, mwokozi wangu. Si moja ya matatizo tulionayo ni huyu Yesu wa jumla, a wholesale Jesus. Yesu wa jumla, Yesu wetu, mwokozi wetu, kanisani kwetu, wokovu wetu. Maana hatujakabiliana na Yesu kibinafsi, personal, moja kwa moja. Je, umekutana na Yesu? Unapojua kwamba huyu Mungu mtakatifu, mimi mwenye dhambi, niko kwenye hatari na siwezi kujitoa kwenye ile hatari,
ndio Yesu anakuwa wa thamani maishani mwako. Yesu anakuwa mtu aliyekutoa pahali pagumu sana. You see, hii ndio kitu ambacho baba mzazi hawezi akakufanyia. Hiki ndicho kitu ambacho mama mzazi hawezi akakufanyia. Nimesema hapa mara nyingi, watoto wangu, pamoja na kwamba mimi ni pastor, kwenye hili siwezi kuwasaidia. Kwenye hili sina uweza. Kwenye hili lazima Mwokozi awasaidie kibinafsi, moja kwa moja, directly. Mimi sipo, ni Mwokozi wangu moja kwa moja. Kwenye hili lazima ukutane na Yesu moja kwa moja. Roho anakuonyesha katika moyo wako ya kwamba unazama na huwezi ukajiokoa. Anayeweza kukuokoa ni Yesu peke yake. Inatukumbusha habari za yule bwana aitwaye Petro, kama mnamkumbuka. Wakati mmoja wako kwenye maji marefu na dhoruba ipo, wako kwenye mtumbwi, kwenye mashua, ngalawa, wako mle kwenye maji. Alafu ghafla binvu, kwenye giza la ndani ya maji marefu, wanamwona Bwana Yesu anakuja kwao. Na Yesu anapokuja anaonekana kama kiwiliwili, ni kama shetani vile, ni kama mzimu, mzuka. Petro akatambua ya kwamba huyu ni Bwana Yesu. Akaingiwa na imani. Akasema, Bwana Yesu, kama ni wewe, na kama si mzuka huu, si zimu naona, kama ni wewe, naomba na mimi uniamuru nije kwako. Yesu akamwambia, toka kwenye mashua, tembea juu ya maji. Petro kwa uwezo wake alikuwa anaweza kutembea juu ya maji? Manake chochote kizito kikiwa juu ya maji kinazama? Hajiwezi. Lakini kwa uwezo wa Yesu, kwa mwito wa Yesu, Petro anakaa juu ya maji, anaanza kuja. Lakini mashaka yanaingia. Macho yake yanatoka kwa Yesu. Anaangalia chini kwenye majaribu. Na anataka ajisaidie vile ambavyo wewe tunataka tujisaidie. Alafu anaanza kuzama. Anapoanza kuzama, kwa bahati nzuri, Roho anamkumbusha ya kwamba ulipokuwa unamwangalia Yesu ulikuwa salama. Ulipotoa macho kwake ukaanza kuzama. Regesha macho kwa Yesu. Petro akaregesha macho kwa Yesu, akasema, niokoe, nazama. Na Yesu akamshika mkono haraka na akatembea naye. Ni vile katika mwito tekelezi. Tunapomwangalia Yesu, tunatembea kwa imani. Tuko pamoja naye kwenye safari ya wokovu. Tunapoangalia majaribio, tunapoangalia vitu hivi, tunapojaribu kujisaidia, tunaanza kuzama. Walikuwa na hadithi ile nyoka wa shaba jangwani aliyewauma wana wa Israeli. Waliumwa na wale nyoka wa mioto. Na walikuwa wanaumwa wanafariki. Manaka anayeumwa anajaribu atoe nyoka mwenyewe. Kumbuka nimesema tunaufahamu kwamba hatujiwezi. Huu ni ufahamu muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. Sijiwezi. Wanajaribu kutoa nyoka wale, mwingine akanyage atupe. Anajisaidia, anajaribu kujiokoa. Wale walifariki. Musa akasema, Mungu amesema mfanye jambo rahisi. Tazama, uishi. Tazama, uishi. Muangalie Yesu, uishi. Maisha yangu ni Yesu. Takatifu wangu ni Yesu. Hatima yangu ni Yesu. Jamii yangu ni Yesu. Wokovu wangu ni Yesu. Ibada yangu ni Yesu. Mwenendo wangu ni Yesu. Huduma yangu ni Yesu. Jamii yangu ni Yesu. Mke wangu, watoto wangu, kazi yangu, biashara ni Yesu. Bila Yesu sina. Iko mkono bure. Sina. Mtu anapopata mwito tekelezi, anafika pale pahali kwa kusema, Mwokozi wangu ni Yesu pekee. 6. Jambo la 6, mwito tekelezi unapokuja, mtu anakuwa na ufahamu fika. Na nataka utie mstari, ufahamu fika. Ni ufahamu uliofika ya kwamba hapa ndani kuna moyo mpya. Hapa ndani kuna moyo mpya. Hapa ndani kuna moyo mpya. There's a new heart in here.
nimetahiriwa roho yangu, nimesafishiwa moyo. Yesu ametoa roho ya zamani iliyokuwa ndani. Yesu ameweka moyo mpya. Leo hii mimi si yule wa kitambo, mimi ni kiumbe kipya. Najua hii vile ambavyo ninajua ya kwamba naishi, napumua, najua pia kwamba sasa ndani pana moyo mpya. Si bahatishi, si dhani. Najua kwamba kwenye kifua changu ndani sasa kuna moyo mpya. Ya kale yamepita, haya sasa yamekuwa mapya. Hili ninalijua. Napata shida, ni kweli kabisa. Yale ninayotaka kufanya siyafanye wakati mwingine, lakini kuna moyo mpya ndani. Najua hili nalijua. Kuna moyo mpya ndani. Naihisi moyo ule unaongea nami kila wakati, unanisukuma kwa Mungu. Moyo mpya upo. Mwanamke mmoja alikuja kwa mhubiri mmoja tu Spurgeon, na akamuuliza mhubiri alimuuliza mwanamke huyu, unajuaje umeokoka wewe mwanamke? Yule mwanamke akamwangalia mhubiri akamwambia, nimeambiwa nimeokoka sababu unaona kuna roho nyingine ya shetani iko hapa ndani yangu. Kuna roho ya shetani iko hapa ndani yangu. Ndio maana najua nimeokoka. Mhubiri akasema, unamaanisha gani? Kama kuna roho ya shetani ndani yako unamaanishaje umeokoka? Mwanamke akasema, kabla sijaokoka nilikuwa nadhani kuna roho moja tu ndani. Nilikuwa najidhania ni mzuri. Lakini sasa ninajua kuna roho nyingine hapo ndani. Hii ni ishara kwamba nimeokoka. Ninaona vizuri sasa. Mtu ambaye hajaokoka, hana moyo mpya, ndio wale wanaozungumza kwamba mimi ni mtu mzuri isipokuwa nimechokozwa. Ni mtu ambaye anaona makosa ya wengine lakini yake mwenyewe haoni. Lakini moyo mpya unapoingia, unaanza kubishana na moyo ule wa zamani. Unaanza kupambana na moyo wa zamani. Unaanza kuona mimi siko vizuri vile nilikuwa nadhania. Moyo mpya. Ezekieli 36 anasema itakuwa siku hiyo, mstari wa 26 na 27, itakuwa siku hiyo nitaweka roho mpya ndani yao. Nitaweka roho mpya. Mimi nitaweka roho mpya ndani yao. Mungu anasema, nitaweka roho mpya ndani yao. Nitatoa ile roho ya mawe ya kitambo. Nitaitoa. Alafu badala ya roho ya mawe nitaweka roho ya nyama. Ndio nikasema kwenye tamko la imani asubuhi, maisha yanayoonyesha utiifu, moyo uliovunjika, moyo uliopondeka. Si roho ya mbuzi, si roho ya ukaidi, ni roho ya kondoo. Sana moyo mpya ndani yangu. Lakini la saba ni kwamba sasa kuna upendo umejaa ndani ya moyo wako. Upendo. Ndugu wapenzi, sijui niseme hii namna gani. Sina muda wa kusema habari hii. Ni habari ambayo labda nataka ujumbe tofauti. Ujumbe mmoja tofauti peke yake kuzungumzia habari hii tu, ya kwamba ni moja ishara kubwa sana ya roho iliyookolewa, kwamba kuna upendo ndani. Upendo mara mbili nimesema. Upendo kwanza kabisa, nampenda Mungu. Yesu akasema mpende Bwana Mungu kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Hakuna kitu kingine naacha nyuma. Wana wa Israeli waliambiwa, nendeni mkaabudu Mungu wenu jangwani, lakini muache vitu fulani. Wakasema hapana, tunaenda na vitu vyetu vyote kumwabudu Bwana. Manake tunapomwabudu Bwana inachukua vitu vyetu vyote. Roho inampenda Mungu. Kuna wengine uimba, nikupe nini Bwana? Nikupe nini Bwana? Na wanajua kuna vitu vingi tu wamemnyima Bwana. Roho yake amemnyima Bwana, utiifu wake amemnyima Bwana, muda tu time amemnyima Bwana. Lakini hapa nenda kanisani, nikupe nini Bwana? Nikupe nini Bwana? Kwa nini unajidanganya? Na unajua kuna tu vitu vingi umeficha. Time, pesa, pendo, kuja kanisani, haumpi Mungu. In fact, unampa Mungu sijui ni 1% ya maisha yako. Hebu pige hesabu ya maisha yako. Pige hesabu ya maisha yako. Uniambie ngapi inakwanga kwa Mungu. Ngapi? Piga tu hesabu na ujijibu mwenyewe.
Alafu huna aibu, unaimba nikupe nini Bwana, nikupe nini Bwana, achukua vyote. Achukue vyote wapi? Na kuchukua vyote mwenyewe. Sasa kuna huu Kristo wa kujidanganya, wa kupelekana na maji. Tunaimba nyimbo tukipelekana, alafu pastor wajinga kama mimi tunawasongeza. Imba, naona ndugu anacheza kinanda. Imba, alafu unacheza, una shake leg. Ati nikupe nini, nikupe nini. Na unajua kuna vyote sasa. Umeficha sote. But mtu anapookoka, ndugu wapenzi, anampatia Mungu. Anasema Mungu, vyote ni vyako. Hakuna kitu mimi nilicho nacho ambacho ni changu. Sio. Upendo. Lakini pia upendo huu unakwenda kwa wanadamu wenzako. Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ameitwa kikweli kweli, hawezi ona ndugu yake anateseka na akafurahi tu amecheka. Hawezi. Ukijikuta wewe ni yule miongoni mwa wale ambao mwenzako akiwa na matatizo, unaona ni rahisi kukejeli. Unajua kuna kejeli takatifu. Kejeli takatifu. Mtu ana matatizo, sasa mkutana kikundi wa dada. Tulimwambia, unajua ni vizuri kutii. Kutii ni bora kuliko sadaka. Kutii ni bora. Unanukuu maandiko ukimsengenya mwingine na huku unafurahia anayepitia. Unasikia raha. Angelisikia angepitia. Ile si roho ya upendo. Kuna wengine hapa mnaona ndugu yenu, dada yenu amevaa nguo ile Jumapili iliyopita, amerudia nguo ile, alafu kuliko uchukue, manake wewe una zingine. Wewe una zaidi. Hauwezi vaa nguo 3 mara moja, huwezi. Utavaa moja mara moja. Kuliko useme dada yangu huyu ako kwenye hali ngumu, ndugu yangu huyu ako kwenye hali ngumu, nitampatia hii nguo avae. Na unapompatia nguo avae, umpatii ndio umtukane, umpatii ndio uende useme. Hata unataka umpatie asijue unampatia kwa sababu umeona hana. Maana kuna wengine wakikupatia kitu watakunyang'anya heshima yako. Anakupatia lakini hisia unayokuwa nayo ni kwamba amekudhalilisha. Si upendo. Unajua nilipita kwa dada nani? Watu wana matatizo kwa hii dunia. Watu wana shida. Nilipita kwa dada. Hata moshi haijawaka tangu jana usiku. Sasa unajua tunashangaa ndugu, watu wanafanya nini tangu? Siende tu baba. Lakini ndio nipatie 1000. Hiyo 1000 ilienda bure. Manake kile umefanya umejisifu kwa ile 1000. Na maandiko yanasema thawabu yako ushaipata hapa duniani. Lakini dhambi ya pili ulifanya, ulimdhalilisha yule mtu ulimsaidia. Ulimfanya aonekane mdogo, aonekane hafai, aonekane hajiwezi. Sasa tunaposaidia watu kwa upendo, tutunze na heshima yao. Ndio upendo. Nataka nikusaidie na mtu asiwahi jua nilikusaidia. Sitaki kuitangaza. Kwa nini nitangaze? Kupenda wapendwa. Wakati tunakaa nyumbani Susan, na unaona roho yako inatamani kumuona Millicent. Umempeza. Ile maandiko inaitwa upendo wa wapendwa. Roho yako inatamani kumuona tu. Kuna wengine hapa leo mtakwenda kumuona Jeff, manake jambo hilo limekugusa ndugu. Dada, limekugusa. Tuko na ndugu zetu ambao hawalali makwao. Wako na ndugu yetu Jeff. Sasa mwingine atasema hawana cha, sio kwamba hawana cha kufanya. Roho ya upendo. Pasa mimi na shughuli bwana. Pasa bwana, tunapeleka watoto shule bwana. Wenyewe mtulipi fee bwana. Kwa hivyo msitupeleke hivyo, mnatupeleka. Mujaribu kutupeleka pole pole. Hii ni town. Na town iko na mambo mingi. Anasema hata nijaponena kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo ni kitu bure. Warumi mlango wa 5 mstari wa 5, Roho wa Mungu amenyunyiza upendo wa Mungu katika roho zetu.
Roho wa Mungu amenyunyiza upendo katika roho zetu. Kwa nini tunakwenda kwa ndugu zetu Walumino hapa? Upendo wa Kristo unatusukuma. Upendo wa Kristo unatusukuma. Sema wale ni ndugu zetu, wale ni dada zetu, wale ni wanadamu kama sisi. Wanastahili maisha vile ambavyo sisi pia tunastahili maisha. Upendo wa Mungu unatusukuma twende. Na si upendo tu wa kutumwa na kanisa, lakini upendo pia wa kibinafsi. Personal love. Sasa je, alama hizi ziko maishani mwako? Umepungukiwa wapi? Wengine ambao ni kupungukiwa kidogo pahali. Leo unaweza mwambia Bwana, nisaidie pale. Hali nisaidie. Kuna mwingine alama hizi ziko kabisa. Wewe unajua uko nje, hujaokoka, mlilie Yesu. Nimesema Mungu hana mkataba na wewe ya kwamba utakuwa hapa kesho. Mungu hana huo mkataba na wewe. Hakuna. Ni michezo tu ya ujinga wa kibinadamu tunakwenda nao, lakini hakuna mkataba. Leo faili yako inaitwa saa hizi, na ikiitwa ndio hivyo. Sijui faili yangu kwa kila ninapoishi kuna uwezekano hiyo faili ikaitwa wakati huu. Sasa ukijua ile, unatengeza maisha yako sasa. Wazee, wanawake, vijana, wasichana, wavulana, kutengeza sasa. Manake hatujui faili itaitwa wakati gani. Hatujui. Kitu nataka niwe tayari. Kama unaweza inamisha kichwa pale ulipo. Na unaweza ukatafakari habari hii, ukaifikiria, na ukasema inaonekana nimepungukiwa. Inaonekana sijafika pale ambapo natakiwa nifike. Kama wewe ni mtu wa aina ile, usivunjike moyo. Yesu yuko hata sasa. Rafiki wa roho zetu, mwalimu mwema, mwokozi wa wanadamu. Hivi sasa tunapozungumza, amesimama kando yako. Yesu Kristo amesimama kando yako. Na anasema ukiamini sasa kwa imani, naweza nikakufanyia neema hii. Naweza nikakuokoa, naweza nikakarabati maisha yako. Leo hii unaweza ukafanyika kiumbe kipya. Sauti hiyo inayozungumza na wewe ndio sauti ya Kristo, ndio sauti ya Roho. Sauti inazungumza na roho yako wakati ambapo unazungumza, hiyo ni sauti ya Mungu. Na ukiingia kwa imani. Na maombi si magumu, ni kusema Bwana Yesu nisaidie tu. Nisaidie nitoe hapa, nisaidie. Hiyo tu. Si zaidi hiyo. Nisaidie, nitoe. Vile Petro aliomba, nazama, nisaidie. Nazama, nisaidie. Hiyo pekee yake. Na atafanya muujiza huo katika maisha yako.